Game time. Game time. Upo usemi wa kuwa mwanadamu hajakamilika, na kama ilivyo uwepo wa hasi na chanya katika maisha ya mwanadamu, na ndivyo ilivyo duniani, yako mema na mabaya. Mashabiki wengi wa soka watakuwa wanalikumbuka jina la gwiji wa zamani wa klabu ya Manchester United pamoja na timu ya taifa ya Wales, ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Wales. Ryan Giggs atabaki kuwa katika vichwa vya mashabiki wa soka, hususan mashabiki wa klabu ya Manchester United, kutokana na vitu vingi vikubwa alivyovifanya katika klabu hiyo kipindi chote alichokuwa akihudumu ndani ya klabu ya mashetani wekundu Manchester United. Mbali na yote aliyoyafanya katika soka hadi kufanya jina lake liimbwe mara kwa mara, Ryan Giggs ana skendo kubwa ambayo kwa namna moja ama nyingine imewahi kupromosha heshima yake katika maisha yake kiujumla. Sasa karibu kwenye Game Time nipate kukupitisha kwenye skendo hiyo kuhusu gwiji huyu wa soka wa mashetani wekundu Ryan Giggs. Mwaka 2011, mwandishi mmoja aliyefahamika kwa jina la Max Clifford alifichua mahusiano ya kimapenzi ya miaka 8 kati ya Ryan Giggs na Natasha, ambaye alikuwa ni mke wa mdogo wake na Ryan Giggs aliyejulikana kama Rodri Giggs. Chanzo cha mwandishi Max Clifford kilieleza kwamba wawili hawa walikutana mwaka 2003 ndani ya Manchester Bar na kuanzisha mahusiano ya kimapenzi, na katika kipindi hicho Ryan Giggs alikuwa yupo kwenye mahusiano na mwanadada Stacey Koch ambaye alimuoa mwaka 2007 kabla ya kuachana naye rasmi mwaka 2017 kutokana na skendo hiyo. Mahusiano ya siri kati ya Ryan Giggs na Natasha yalishamiri kiasi cha Ryan Giggs kumpa ujauzito Natasha, na kwa kipindi hicho Natasha alikuwa ameshaanza maandalizi ya ndoa na kijana Rodri Giggs ambaye alikuwa ni mdogo wake na Ryan Giggs. Ili kuepuka kugundulika, Natasha na Ryan Giggs wakaamua kuutoa ujauzito huo, na vyanzo vingine vinadai kwamba ujauzito huo ulitolewa ikiwa ni wiki moja kabla ya ndoa ya Rodri Giggs na Natasha kufungwa. Katika podcast moja aliyoifanya George Woodward na mdogo wake Giggs, yani Rodri Giggs, alieleza kwamba alibaini kuwa kaka yake Ryan Giggs aliweza kulala tena na mke wake wakati akiwa na ujauzito wa miezi 5, na akamueleza mama yake, lakini mama yake alikataa na kumwambia kwamba asimtuhumu kaka yake kwa jambo asilo na uhakika nalo. Siku zikaenda huku Rodri Giggs na kaka yake wakiwa wanaishi vyema hadi ilipofika mwaka 2011 alipoona makala ya mwandishi Max Clifford iliyofichua mahusiano ya siri kati ya Ryan Giggs na mke wake Natasha. Skendo hii iliweza kuchukua vichwa vingi vya habari katika nchi ya Wales na Ulaya nzima kiujumla. Pia iliweza kupelekea mgogoro mkubwa katika familia ya mzee Giggs, huku wanafamilia wote wakimtuhumu Ryan Giggs kama msaliti. Katika podcast moja aliyoifanya nchini Wales, Wilson Giggs ambaye ni baba mzazi wa Ryan Giggs na Rodri Giggs alisema Ryan Giggs ni panya na msaliti mkubwa katika familia yao, lakini aliongeza kuwa licha ya yote hayo aliyoyafanya, bado ni mtoto wake na hawezi kuacha kumpenda. Skendo hiyo pia ilipelekea mgogoro mkubwa kati ya Ryan Giggs na Rodri Giggs. Kwenye mahojiano aliyofanya nchini Uingereza mwaka 2018, Rodri Giggs alikiri kuumizwa mno na kaka yake, huku akisema kuwa Giggs alikuwa ni mchezaji mkubwa mwenye umaarufu na pesa kiasi cha kumpata mwanamke yoyote aliyemtaka, lakini mpaka leo hii haelewi ni kwa nini kaka yake alitembea na mke wake. Pia aliongeza kuwa hajawahi kuzungumza chochote na kaka yake Ryan Giggs tangu mwaka 2011 baada ya skendo hiyo kuvuja. Skendo hiyo ilipelekea kuvunjika kwa ndoa ya Ryan Giggs na mke wake Stacey Koch mwaka 2017. Giggs na Stacey walifanikiwa kupata watoto wawili kipindi cha ndoa yao.
Pia skendo hiyo ilipelekea kuvunjika kwa ndoa ya Rod Giggs na Natasha mwaka 2013. Hata hivyo, Rod na Natasha walifanikiwa kupata watoto katika kipindi cha ndoa yao. Mimi ni Heavyweight Jackson Msabaha. Kwenye Instagram ni JJ Msabaha.